Tafsiri ya mapenzi kila mmoja anaijua katika kichwa chake, awe Mwafrika, Muhindi, Mchina, vyovyote vile itakavyokuwa. Na ndiyo maana Waswahili wanasema mapenzi hayana mwenyewe. Lakini tukirudi nyuma kabisa, sisi tunaamini wote tumeumbwa, isipokuwa wale wachache tu ambao wanakuwa na hoja za hapa na pale ambazo hazina mashiko. Asili ya mapenzi ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha namna ya kutafuta mapenzi ya kweli, na mapenzi ya kweli hayapatikani isipokuwa kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiyo asili ya mapenzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda kusema, Allahumma inni as'aluka hubbak, e Mola wangu mimi ninakuomba upendo wako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo asili ya upendo. Anatupenda sisi, ametuleta ulimwenguni hapa, amekuumba wewe binadamu, haja kufanya mbuzi, amekuumba wewe mwanaume, haja kufanya mwanamke, na wewe amekuumba mwanamke, haja kufanya mwanaume, na kila mmoja anajifaharisha kwa maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, isipokuwa wale wachache ambao kiuhalisia huenda akili zao zikawa hazina utimamu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua ambayo alikuwa anapenda kuiomba akawa anasema, wa hubba man yuhibbak, na upendo wa yule ambaye anakupenda wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kizunguko na watu ambao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, wana unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja utajikuta upo katika mode au katika utaratibu wa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kizunguko na watu ambao hawampendi Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja mambo hatarishi, mambo haramu na yale ambayo hayafai kijamii na kiroho zaidi utajikuta unayakimbilia, kwa sababu watu waliokuzunguka hawampendi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo na wewe utajikuta haumpendi Allah subhanahu wa ta'ala. Unahitaji mapenzi ya kweli? Jikite na dua mfano kama hii. Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii inayoenda kwa jina la AD+ Swahili.